Bwana Yesu asifiwe. Natumaini unaendelea vyema na unafurahia mafundisho. Huu ni mfululizo wetu wa 3 katika mwendelezo wa kujifunza kitabu cha Yona, na leo nataka tuangalie ujumbe unaosema wokovu ni wa Bwana, si wa uchaji wa kidini bali wa neema. Kwa hiyo tutaanza kuangalia ujumbe unaosema wokovu si sifa ya mwanadamu bali ni muujiza. Tutasoma Yona sura ya 1 mstari wa 17 mpaka sura ya 2 mstari wa 10. Na wazo kuu tunaloangalia hapa ni kwamba Mungu huokoa kwa neema, si kama jibu kwa uchaji wa mwanadamu. Wokovu wa Yona unatuonyesha Mungu ambaye hasubiri ukamilifu, bali hutenda kwa enzi yake ili kutimiza makusudi yake. Jambo la kwanza, tunapoomba ili tuokoke tu, si ili tubadilishwe. Tunapoomba ili tuokoke tu, si ili tubadilishwe. Kitenzi muhimu, kulia au kuita kwa sauti. Maana yake ni nini? Ni kilio chenye nguvu, wakati mwingine cha kukata tamaa, ambacho si lazima kitokane na moyo mnyenyekevu, bali mara nyingi ni ombi la msaada wakati wa shida. Si lazima kiwe toba, bali ni mwitikio wa hatari. Hii ni kawaida katika maombi ya wakati wa shida, kama katika kitabu cha Waamuzi ambapo watu wanamlilia Mungu tu baada ya kuanza kuteseka. Yona analia au anaita, kwa lugha nyingine ni kara, lakini haombi kweli kweli, yani palal, mpaka akiwa tayari ndani ya tumbo la samaki. Na hata hapo si kwa sababu ya toba, bali kwa sababu ya kukata tamaa. Hakuna kukiri dhambi wala kuomba msamaha. Hakuna shukurani. Kuna shukurani tu wakati wa kuokolewa kimwili. Maneno yake yanafanana na Zaburi, lakini yameondolewa kina chake. Yanatangaza ukweli kuhusu Mungu, lakini bila moyo uliobadilishwa au moyo uliolinganishwa. Linganisha Yona 2 mstari wa 8 mpaka wa 9. Hii ni tofauti na maombi ya mabaharia. Yona sura ya 1 mstari wa 14 na hadi wa 16, ambao walimcha Mungu kwa kweli na wakatoa dhabihu kutoka moyoni. Kwa kweli ujinga au kiburi cha Yona kinaonekana pia katika ukweli kwamba bado anawaona mabaharia kama waabudu sanamu. Mstari wa 8. Ingawa tayari ametupwa majini, haoni kwamba mabaharia walitubu kwa kweli. Mawazo yake yalikuwa magumu na yenye kufungwa, na hakuweza kuona kwamba rehema ya Mungu ilikuwa imeenea hata kwa wapagani hao. Kitenzi hiki kulia au kuita, yani kara, kinatumika mara nyingi katika Agano la Kale kueleza mwito wa msaada, lakini hapa mwandishi anakitia kinywani mwa mtu ambaye hapo awali alikataa kuitikia mwito wa Mungu. Huu ni mchezo wa maneno wenye kejeli. Yona ambaye alipuuza kam au kara, inuka ukalie mji huu, sasa analia, lakini analia kwa ajili ya wokovu wake mwenyewe tu. Bwana niokoe. Hivyo ndivyo mtu mgonjwa hufanya, au mtu aliye kwenye shida za kisheria au za mahusiano. Analilia katika dhiki, si kutoka kwenye moyo uliovunjika, bali ili tu apone na kuepuka mateso. Yona sura ya 2 mstari wa 2. Katika shida yangu nalimuita Bwana. Maumivu yakiondoka na uchaji nao huondoka. Msichana kijana aliyepitia mgogoro wa mahusiano wenye uchungu, kutengwa, kudhurumiwa, kukataliwa, anakuja kanisani, anaomba kwa machozi na maneno makali, Bwana, kwa nini haya yananitokea? Lakini ndani kabisa hana hamu ya kubadilishwa wala ya kumkaribia Mungu. Ni kilio cha kweli cha maumivu, lakini si cha kutafuta Mungu wa kweli. Wakati wimbi la hisia linapopita, anarudi kwenye kundi lile lile, maamuzi yale yale na mapatano yale yale na dhambi. Kushuka kwa Yona
hadi mwisho wa picha ya kuzikwa, mstari wa 3 mpaka wa 6 kifungu A. Kitenzi kushuka, yani yarad, kinarudi tena na tena. Kushuka kwenda Yafa, ndani ya meli, chini kabisa ya meli, ndani ya bahari, ndani ya tumbo la samaki, mpaka kwenye misingi ya milima, yaani kushuka kuelekea Sheol. Misemo kama mawimbi yako yalipita juu yangu, vilindi vilinizunguka, makome ya nchi yalinifungia, inaleta picha za mauti na kaburi, yaani Sheol. Kuna mpangilio wa kiasili kati ya mstari wa 3 na mstari wa 5 mpaka wa 6. Mawimbi yako, vilindi vilinizunguka, majani ya baharini kama sanda, misingi ya milima. Yona amefunikwa na kuandaliwa kwa maziko ya mfano. Maji yalinizunguka mpaka shingoni, vilindi vilinizingira, majani ya baharini yalijifunga kichwani mwangu. Yona sura ya 2 mstari wa 3. Kwa maana ulinitupa vilindini, moyoni mwa bahari, na mkondo wa maji ukanizunguka, mawimbi yako yote na talari zako zilipita juu yangu. Sura ya 2 mstari wa 5. Maji yalinizingira hata karibu kunitoa uhai wangu. Vilindi vilinifunika, magugu ya baharini yakajifunga kichwani mwangu. Kushuka kwa Yona, hatua za kushuka. Kushuka kwenda Yafa, mwanzo wa kukimbia. Kushuka ndani ya meli, kujitenga. Kushuka baharini, hukumu. Kushuka ndani ya tumbo la samaki, mauti ya mfano. Kushuka Sheol, uhamisho wa kiroho kwenye misingi ya milima, mpaka wa mauti. Lakini kutoka huko Mungu alimtoa juu, si kwa sababu Yona alikuwa mwema, bali kwa sababu wokovu ni wa Bwana. Kwa nini nimeeleza haya yote? Ili kuonyesha ni kwa mbali kiasi gani anguko la Yona lilimfikisha. Kwa lugha ya Agano Jipya tunaweza kusema Yona alikuwa amekufa kiroho. Ndiyo, bado alikuwa na hadhi ya kuwa mwana wa Bwana, lakini kwa sababu ya uchaguzi wake alikuwa amejiondoa kabisa katika uwepo wa Mungu. Kama vile tunavyosema, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hilo ndilo linalomweleza Yona. Hata maombi yake yalikuwa ya ubinafsi sana na hayakuwa na kuwajibika wala toba. Yona anawakilisha kila mtu ambaye kwa uumbaji ni mtoto wa Muumba, lakini kwa hali yake ya kiroho yuko mbali na Mungu na amemezwa na joka, yule nyoka wa kale. Ukimtazama Yona unapaswa kujiona mwenyewe. Yona ni yule mwana aliye kwa nguruwe, aliyetaka kuokoka kutoka hali yake mbaya, si kwa sababu anataka kubadilishwa. Huenda Yona ni wewe. Uliposhuka mpaka kwenye kifo cha kiroho, ulipomlilia Mungu akuokoe kutoka ugonjwa, shida za fedha, mahusiano yenye sumu au maumivu yanayokugandamiza, lakini Mungu alipokuokoa ukabaki vile vile. Hukutaka kubadilishwa kwa mfano wa Kristo. Je, leo unaona kwamba unamhitaji Mungu sana? Si tu akuokoe kutoka matatizo yako, bali akuokoe kutoka kwako mwenyewe? Je, unaona jinsi dhambi ilivyo ndani yako, ndani kabisa, kiasi kwamba hata njia safi zaidi za kumkaribia Mungu kama maombi zimejengewa ubinafsi kwa undani sana? Ni nani atakayeniokoa kutoka ego hii iliyojaa dhambi? Paulo naye analia kwa namna hiyo. Jibu linakuja katika wazo linalofuata. Namba 3, Mungu anapookoa licha ya sisi, si kwa sababu yetu. Mstari wa 8 mpaka wa 10. Lakini wewe ulinitoa hai kutoka shimoni. Huu ni wakati wa mgeuko katika maandiko. Kitenzi ulinitoa kinaonyesha tendo la Mungu peke yake. Yona hakuchangia chochote. Samaki ni tumbo la neema, si tumbo la hukumu. Kinyume cha hadithi za wapagani, hapa mnyama wa baharini anakuwa mshirika wa Mungu.
Yawe anageuza utaratibu wa mauti, analeta utaratibu kutoka machafukoni kama alivyofanya katika Mwanzo sura ya 1. Je, kwa vitendo uokovu wa Bwana unamaanisha nini? Kuzaliwa upya. Mstari wa 10. Kitenzi kutapika kina ladha ya hukumu ya aibu, lakini hapa kinazalisha kuzaliwa, kurudi katika uzima. Mabadiliko ya jinsia ya neno samaki kutoka kiume kwenda kike yanaashiria picha ya ujauzito na kuzaliwa. Kwa nini? Si mabadiliko ya jinsia, bali ili tuone ishara ya kiroho. Mungu anafanya jambo la ajabu sana ili macho yetu yafumbuke. Je, macho yako yanafunguka? Yona anazaliwa kutoka gizani, lakini habadiliki kikamilifu. Anatolewa kwenye nuru, lakini bado hajaangaziwa kikamilifu. Hii inaonyesha mbele ufufuo wa Yesu, lakini pia hitaji la mabadiliko ya kina zaidi yatakayojaribiwa katika sura ya 4. Ingawa Yona ameokolewa kutoka majini, kutoka Sheol na kutoka kwenye maangamizi yake mwenyewe, swali moja linabaki bila kusemwa. Je, alibadilika kweli? Mungu hakumwokoa kwa sababu alikuwa tayari, bali kwa sababu yeye ni mwenye rehema. Na kwa sababu hiyo Mungu hamwachi hapo, bali anamtuma tena. Kwa sababu hiyo Mungu hamwachi hapo, bali anamtuma tena. Yona alipokea nafasi ya pili. Lakini unafanya nini na nafasi ya pili wakati moyo wako unabaki bila kubadilika? Katika sura ya 3 tutaona utii usio na upendo unavyoonekana, utume unaofanywa kwa wajibu, si kwa huruma, na jinsi hata katika hali hiyo Mungu anavyoweza kuleta uamsho wa kiroho katika mji mzima. Kwa hiyo Yona yuko juu ya nchi kavu, lakini je, yuko tayari? Tutaona pamoja mpaka hapo tumuone Yesu katika kifungu hiki. Ishara ya Yona. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi ametuzalia tena tupate tumaini lililo hai kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Warumi sura ya 6 mstari wa 3 mpaka wa 4. Hamjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa ubatizo katika mauti. Uzoefu wa Yona. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kuzaliwa upya. Hitimisho namba 1. Ni maombi mangapi ya shukurani yanayoficha moyo usiovunjika? Ni mara ngapi tunasema, Bwana tunakushukuru, lakini maisha yanabaki bila kubadilika? Maombi bila toba ni kama marashi yaliyomiminwa juu ya maiti ya kiroho. Juu yana harufu nzuri, lakini chini yake kuna mauti. Mungu hatarajii kutoka kwetu maneno mazuri tu, bali moyo uliovunjika. Zaburi 51 mstari wa 17. Kanisa lenye afya ni lile ambalo maombi yake ya hadharani yanaonyesha toba ya kweli, si taswira nzuri mbele ya watu. Jiulize hili. Mara ya mwisho uliomba lini bila kujaribu kujitetea kwa yale uliyoyafanya, bila kupamba hatia yako? Namba 2. Mungu huruhusu kushuka kwa kina kwa wale wanaomkimbia, si ili kuwaangamiza, bali ili wakutane na neema inayookoa hata ndani ya Sheol, akiwapa nafasi ya pili, si kwa sababu ya sifa yao, bali kwa sababu ya rehema yake. Namba 3. Ishara ya Yona, ishara ya Kristo, ishara ya kuzaliwa kwetu upya. Yona alishuka katika giza la vilindi, akamezwa na samaki, akapelekwa mpaka kwenye misingi ya milima, kwa mfano ndani ya Sheol. Lakini alitolewa hai, si kwa sababu alikuwa anastahili, bali kwa sababu Mungu aliamua kumwokoa. Hii ndiyo ishara ya Yona ambayo Yesu anaitaja,
Kwa maana kama vile Yona alivyokuwa ndani ya tumbo la nyangumi siku 3 mchana na usiku, vivyo hivyo Mwana wa Adamu atakuwa ndani ya moyo wa nchi siku 3 mchana na usiku. Mathayo sura ya 12 mstari wa 40. Lakini tofauti na Yona, Yesu hakukimbia utume wake, aliukumbatia. Hakuwa na hatia, bali alikuwa hana dhambi. Hakuokoka tu kutoka mauti, bali aliishinda mauti. Kupitia ufufuo wa Kristo, sisi pia tuna njia ya kutoka katika sheoli ya kiroho tuliokuwa tumepotea ndani yake. Kuzaliwa kwetu upya si ibada tu au hisia ya muda mfupi, bali ni muujiza wa kufufuliwa pamoja na Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi ametuzalia tena tupate tumaini lililo hai kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 3. Mungu akubariki. Amen.